Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, kwa majina naitwa Dishan Katunzi Denison. Nikiwa kama kaka mkubwa wa wanafunzi wote wa Tanzania, walioko vyuoni na walioko masekondari form 1 mpaka form 4, form 5 mpaka form 6. Kuna jambo nataka tulizungumze hapa kwa niaba ya maisha yenu na kwa niaba ya matokeo yenu ya mitihani. Najua kwamba huu mwaka ni mwaka wa mtihani, na wakati tulionao kwa sasa ni muda wa form 6. Ndugu zetu wako katika vyumba vya mitihani. Wakati huo huo tena katika mikoa baadhi kwa hapa Tanzania ni miezi ya kufanya mtihani wa moko, kujipima kabla ya mtihani wa NECTA. Sasa basi, wakati huo kumbuka, shetani naye yupo kazini akitaka kuwaangusha ndugu zetu, kuwapanikisha ili waweze kufanya vibaya katika mitihani yao, ili wale wasahishaji wanapokuwa wakisahisha mitihani yao waweze kuona kwamba kwa namna moja au nyingine waweze kuwafelisha, vitu kama hivyo. Sio kusema kwamba wale wasahishaji hawako makini, rasha. Kuna maajenti wa shetani wako katikati yao, wamejichangamana. Wanasema kwamba tulipolala adui alikuja akapanda mbegu za magugu katikati yetu. Sio kusema kwamba wale watu watakuwa wamelala, rasha. Ila tu shetani anajaribu kutaka kuua. Lengo kubwa la shetani ni kuua, kuchinja na kuharibu. Kwa hiyo kaa ukielewa, wewe mwanafunzi mwenzangu, wewe ndugu yangu ulioko chuoni, ulioko form 5, form 6 unaifanya mtihani kwa sasa, ni wakati mzuri au ni wasaa mzuri wa kwenda kumwambia Bwana aweze kuonekana katika mitihani yako. Mahali hapa kuna kitu inabidi tukifanye mimi na ninyi. Kuna kubadilishwa kwa matokeo. Kubadilishwa kwa matokeo kwa namna moja au nyingine. Mtu unatoka umefaulu, shetani tu wewe umefaulu, PCB yako nzuri, PCM yako nzuri, CBG vizuri, umefaulu, lakini shetani anajaribu kutaka kubadilisha matokeo yako ili uonekane kwamba umepata 0 au umepata division 2, usiweze kupata scholarship, usiweze kufaulu kwenda vyuo vikuu. Shetani ana zile taratibu zake, anataka kuangushe wewe ndugu yangu. Kumbuka shetani leo hii yuko wa moto. Kiufupi ni wa moto kweli rafiki zangu, nisiwadanganye, kwa sababu kuna uchawi mpaka wa karamu, uchawi wa kubadilisha matokeo. Kaa ukielewa hilo rafiki yangu. So kwa haraka nitakusomea tu, nitakuelekeza, afu then tutajaribu kupambana na hizo roho za hiyo hali ya kubadilisha matokeo. Kubadilisha matokeo, hii ni silaha kubwa shetani anajaribu kutumia. So shetani leo amepandisha hatima, amebadilisha hatima za watu wengi sana kwa kubadilisha matokeo yao katika mitihani. Shetani na mawakala wake leo wanafanya juu chini kuhakikisha wanaharibu na kuchanganya watu kwa kuwabadilishia alama za mitihani. Ni muhimu uombe wale wanao kusaishia mitihani yako. Wewe ndugu yangu ulioko shuleni, kaa ukielewa, ni muhimu sana uombe wale walimu wetu wanaosaisha mitihani. Sio kusema kwamba wao hawawezi. Sometimes mtu wanachukuliwa na ile hali ya usingizi, hali ya uchovu. Ashukuriwe Mungu, baada ya pale huwa kuna ile bodi tena inapitia wale walimu. Sio kusema kwamba hawawezi, sio kusema kwamba hawana akili, rasha. Shetani anapita katikati yao akitaka tu kuharibu na kuangusha, ili wewe rafiki yangu ulio mwenye hatima kubwa, mwisho wa siku uonekane kwamba hauwezi, hauna kitu cha kufanya. Sio kusema yote ile aliyokwenda shuleni alifeli, rasha. Wote unaokuta njiani wanaokota makopo, rafiki zangu wale wanaojaribu kulaba, lese dada zetu wanaenda kujiuza kule katika sehemu za madanguru, kaka zetu wanaokula bangi. Sio kusema kwamba walikuwa hawana akili, rasha. Akili walikuwa nazo, ila shetani tu alijaribu kubadilisha
matokeo. Aliwakamata wale wasahishaji, mwisho wa siku wakajikuta wanasahisha vibaya ile mitihani, na sisi hapa tukaonekana kwamba hatuna akili kwa mfumo wa mifumo iliyokuwa imewekwa. Walisema kwamba endapo lese usipofikisha wastani fulani unaonekana kwamba umefeli. Sio kusema kulikuwa hawana akili. Akili walikuwa nazo. Sasa basi tutakwenda mbele za Mungu kumwomba Mungu atusaidie kuweza kubadilisha matokeo yetu yaweze kusini pale pale. Kuna hili ombi namba 1 nasema, ili ombi namba 1 nasema ninasambaratisha, ombi namba 1 nasema, hii agenda namba 1 nasema ninasambaratisha kila roho zinazokamata matokeo yangu. Wale wanaokamata wale watu wanaokuwa wanasahisha mitihani yetu. So twende mbele za Mungu, tumwambie Mungu aweze kuwashikilia wale ndugu zetu wanaokuwa wakisahisha mitihani yetu, wasipoteze ule umakini, watazame spelling mara 2 waweze kutusahisha kwa haki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mtakatifu, mfalme wa amani, Baba, tunakwenda mbele za macho yako, tunakuomba, tunakusihi katika jina la Yesu. Mungu mwaminifu, Mungu mwenye nguvu zote, mfalme wa amani, Baba, uwarinde walimu wetu. Najua kwamba serikali imewaamini, serikali imewaweka kwa vipaumbele waweze kutusahisha mitihani katika jina la Yesu Kristo. Baba, mfalme wa amani, ninawafunika kwa damu ya Yesu iliyomwagika juu msalabani. Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mfalme wa amani, Baba, na kuomba na kusihi wale wote wanaofanya mitihani ya PCB, wanaosahisha mitihani ya PCM, wanaosahisha mitihani ya CBG, wanaosahisha mitihani ya kila kombi katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwaminifu, achilia uwezo wako, achilia nguvu zako. Roho Mtakatifu, mwalimu mkufunzi, ingia kazini, mfalme wa amani. Ninatuma damu ya Yesu iende ikawasimamie, iende Bwana ikawape umakini wale ndugu wanaosahisha mitihani katika jina la Yesu, wanaosahisha mitihani ya form 2, wanaosahisha mitihani ya form 4 katika jina la Yesu, kwenye upande wa mitihani ya moko, kwenye upande wa mitihani ya moko form 2, mitihani ya moko form 4 katika jina la Yesu, mitihani ya form 6 kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatuma damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu iende kwa walimu wote, namna ya uchovu, namna ya kushindwa, namna ya kutokuelewa, kwa damu ya Yesu, namna ya kutokuelewa mitihani, namna ya kutokuelewa miandiko ya wanafunzi, kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Ninakataa roho ya kufeli Tanzania, ninakataa roho ya kufeli kanda ya Ziwa, ninakataa roho ya kufeli kanda ya kaskazini, ninakataa roho ya kufeli kanda za nyanda za kusini, kwa damu ya Yesu, kanda zote 7 kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Mungu mtakatifu, Mungu mfalme wa amani, pokea sifa kwa sababu unaweza na unatosha. Jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe, kwa kuwa wewe ni Baba unastahili sifa na enzi. Tunakuamini Yesu, tunakuamini mtakatifu mtukufu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.